Jana Disemba 9 Tanzania tulikuwa tunaadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika. Yaani jana ilikuwa ni sikukuu yetu kama taifa ya kuadhimisha miaka 64 tangu tumepata uhuru wetu kutoka kwa Mwalimu Nyerere, aendelee kupumzika kwa amani. Lakini siku ya jana hapakuwa na sherehe zozote zile kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo, na badala yake serikali ilitoa wito wa kwamba siku hiyo tuitumie kukaa ndani na familia zetu na kuendelea na majukumu mengine madogo madogo ambayo kama yatakuwa na ulazima, kama ambavyo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alivyotangaza. Lakini siku ya jana pia ilikuwa ina attention yake kwa sababu ya taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa mitandaoni kuanzia wiki iliyopita ya kwamba kuna maandamano yangefanyika hiyo Disemba 9, na maandamano hayo wakayaita maandamano ya amani ya kudai haki na vitu vingine kama hivyo. Lakini jeshi la polisi baadaye lilikuja likasema kwamba halijapokea barua rasmi na kwamba maandamano hayo yanayopangwa kufanyika basi ni maandamano yatakayofanyika kinyume na sheria za nchi. Lakini siku ikaisha bila lolote lile kutokea kwa hapa nyumbani Tanzania, kwa maana kwa mikoa yote nchini hakuna mahala ambapo palikuwa na fujo, palikuwa na vurugu. Kama umepita kwenye page ya ST Bongo pale Instagram, tumeripoti baadhi ya mikoa hali ilivyokuwa kwa siku ya jana, ambapo kwa mkoa kama wa Dodoma walikuwa wanaendelea na shughuli zao kama kawaida pale sokoni na vitu vingine kama hivyo. Lakini siku ilikuwa ni ya kipekee, ya ukimya, kila mtu yuko ndani kwake, bodaboda wanaendelea kufanya kazi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kwa hapa Tanzania, na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi usiku, ni kwamba hapakuwa na jambo lolote lile la uvunjifu wa amani lililofanyika. Lakini hiyo ni tofauti kidogo na kwa majirani zetu pale Kenya, ambapo kuna vijana kadhaa wamekamatwa wakiunga mkono maandamano ambayo yalipangwa kufanyika Disemba 9 hapa nchini Tanzania. Vijana hao walifika kwenye ubalozi wa Tanzania mjini Nairobi kama sehemu ya kuonesha mshikamano na wenzao ambao walipanga kufanya maandamano huku nchini Tanzania. Na kama ambavyo unaona video hii, ni purukushani kidogo kati yao na watu wa usalama wa nchini Kenya ambao baadaye walifanikiwa kuwadhibiti na hali ikaendelea kuwa shwari. Tanzania yetu, jumuiya, Tanzania yetu, jumuiya, tuikomboe utamaduni na viwanda vyetu, tukomboe utamaduni na viwanda vyetu. So we are here on behalf of our brothers and sisters who have been denied their right to peaceful assembly, their right to speak out. We are here now to speak out on behalf of the people of Tanzania. ST Bongo, nyumbani kwanza.